Ubinafsi ni miongoni mwa tabia ambazo zimekuwa zikionekana ni mbaya katika jamii mbalimbali, lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, si kila wakati ubinafsi unaweza ukawa ni tabia mbaya, kwani yapo baadhi ya mambo ambayo ukitaka kuyafanya katika maisha yako, lazima uruhusu ubinafsi uchukue nafasi katika maisha yako. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia sababu 5 ni kwa nini unatakiwa kuwa mbinafsi katika maisha yako. Kama nawe ni moja kati ya wanadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni sababu 5 ni kwa nini unatakiwa kuwa mbinafsi katika baadhi ya nyakati katika maisha yako. Namba 1 ni kwa sababu usipokuwa mbinafsi, watu watautumia muda wako kwa ajili ya kujinufaisha wenyewe. Kuna baadhi ya mambo ambayo hayahitaji ubinafsi katika maisha yako, lakini moja kati ya vitu ambavyo vinahitaji ubinafsi ili ukafanikiwe katika maisha yako ni muda. Muda ni moja kati ya vitu vyenye thamani kubwa katika maisha ya mwanadamu. Ukijaribu kufanya utafiti kuhusiana na maisha ya binadamu wenye mafanikio makubwa katika uso wa dunia, utakuja kugundua kuwa asilimia kubwa ya watu waliofanikiwa walikuwa na ubinafsi katika muda. Waliutumia muda wao katika kutimiza malengo yao. Hawakuwa na utamaduni wa kutumia muda mwingi kufanikisha mambo ya watu wengine. Hivyo, kama nawe ni moja kati ya wanadamu ambao wanatamani kutimiza malengo yao, hakikisha muda wako unakuwa ni mali yako, kwani asilimia kubwa ya wanadamu, kama usipokuwa makini, watahakikisha wanakuweka chini ya utawala wao kisaikolojia, na utajikuta unaupoteza muda mwingi kwa ajili ya kutimiza malengo ya watu wengine, huku ndoto na malengo yako vikibaki vimelala. Ninakushauri hakikisha asilimia kubwa ya muda ambao Mwenyezi Mungu amekujalia unautumia kwa ajili ya kutimiza malengo yako, na muda kidogo unaweza ukautumia kwa ajili ya kukaa na ndugu, rafiki pamoja na jamaa, ama kufanikisha malengo ya watu wengine. Namba 2, hakikisha unakuwa mbinafsi katika matumizi ya kipato chako. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, matumizi yanapozidi kipato chako ni sababu mojawapo ambayo itakufanya uishie kuwa maskini. Haijalishi wewe ni mchapakazi kwa kiwango gani, kwani kuwa maskini hakumaanishi pekee wewe ni mvivu katika maisha yako, kwani wapo baadhi ya wanadamu ambao wanapambana usiku na mchana na wanapata kipato kikubwa katika maisha yao, lakini kwa sababu matumizi yao ni makubwa ambayo yanazidi kipato chao, wanajikuta hakuna hatua yoyote ambayo wanaipiga kwenye maisha yao. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya katika maisha yako ili nawe ukawe moja kati ya watu wenye mafanikio katika hii dunia, ruhusu ubinafsi katika matumizi. Kabla ya kuamua kuwa mwema kupita kiasi kwa ndugu, rafiki na jamaa zako, hebu kumbuka wakati ulipokuwa unatoa jasho katika utafutaji. Bila shaka ulikuwa peke yako, ulimwaga jasho jingi, ulichoka, na ndipo ulipopata kipato hicho ambacho unacho. Hivyo, ili uweze kufanikiwa, hakikisha hautumii fedha ambazo umezipata katika matumizi ambayo si ya muhimu, ikiwa ni pamoja na kutoa misaada kupita kiasi. Kutoa misaada ni moja kati ya mambo mazuri yanayompendeza Mwenyezi Mungu, lakini kutoa misaada kupita kiasi ni moja kati ya mambo ambayo yatakurudisha nyuma. Jambo ambalo unatakiwa kulijua, hakuna mwanadamu ambaye anajali kuhusu malengo yako. Mtu pekee ambaye anajali kuhusu malengo yako ni wewe mwenyewe. Ndiyo maana hata ukiamua kuchukua milioni 10 ukaenda kutumia na ndugu, rafiki pamoja na jamaa zako, hakuna ambaye atakuuliza mbona unatumia kiwango hiki cha pesa, vipi kuhusiana na malengo ambayo umejiwekea. Badala yake, wote watashirikiana na wewe kutafuna fedha zako mpaka zitakapoisha, na jambo la kustajabisha ni kwamba pindi kipato chako kitakapoisha, hakuna mwanadamu ambaye ataendelea
kubaki kuwa upande wako, kwani wengi ambao unawaona wako upande wako wanakupenda kwa sababu ya vitu ambavyo unamiliki. Hakikisha unakuwa makini katika matumizi yako. Si kila anayekuomba lazima umpe. Angalia wenye shida za msingi na hakikisha unajikuna katika eneo ambalo mkono wako unafika. Yanamaanisha kula kulingana na urefu wa kamba yako. Namba 3, hakikisha unakuwa mbinafsi katika kitu ambacho unakitegemea kama chanzo chako cha kipato. Katika dunia yenye watu zaidi ya bilioni 6, kila mwanadamu ana chanzo chake cha kipato. Lakini siri ambayo unatakiwa kuijua na kuiweka akilini, si kila mwanadamu ambaye anakutazama anafurahia mafanikio yako. Wapo ambao wanatamani wajue chanzo cha mafanikio yako ili wakuharibie, na ndio maana pindi uchumi wako unaposhuka, wanaofurahia ni wengi kuliko wanaokusikitikia. Ni kwa sababu binadamu wengi wanaokutazama wanafurahia unapopitia changamoto kuliko unapopitia maisha mazuri. Jambo ambalo unatakiwa kuishi nalo katika safari yako ya maisha, unatakiwa kuwa mbinafsi katika utoaji wa taarifa wa siri ambazo zinafanya uwe na mafanikio ambayo unayo, kwa sababu binadamu wengi watakapojua chanzo chako cha kipato, amini usiamini, wataanza kuhangaika kwa ajili ya kukuharibia, na kwa sababu watakuwa wanajua kila kitu, mwisho wa siku watafanikiwa kukuvurugia kila kitu na mafanikio uliyokuwa nayo leo yatapotea kabisa. Hakikisha watu wanayaona mafanikio yako lakini wasijue chanzo cha mafanikio yako. Namba 4, kuwa mbinafsi kwa baadhi ya wanadamu ambao wanahitaji msaada kutoka kwako. Vitabu vya maandiko katika dini ambazo tunaziamini vinatusihi kutoa misaada, lakini pamoja na kuwa vinatusihi kutoa misaada, vimeweka condition za misaada ambayo tunatakiwa kuitoa. Vinatuhamasisha kuwasaidia yatima, wajane na watu wasiojiweza. Watu wasiojiweza ni kama walemavu. Lakini katika ulimwengu wa leo, watu wamebadilisha maana. Unaweza ukakutana na mtu ambaye ana nguvu kabisa, ana miguu miwili, anaweza akapambana, lakini badala yake unamkuta pembezoni mwa barabara naye anakuwa ombaomba. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Kama utakutana na binadamu hao si watu ambao unatakiwa kuwasaidia. Sikatai, mara moja kuna mwanadamu ambaye ni mzima kabisa, mwenye nguvu, anaweza kukuomba msaada na ukimwona unaona kabisa huyu ni mpambanaji, lakini katika jitihada zake hajafanikiwa kupata. Si mbaya ukamnunulia chakula ili apate nguvu kwa ajili ya kuendelea kupambana katika kutafuta riziki, lakini kuna baadhi ya watu ambao utakapowasaidia wanakufanya kama chanzo cha mtaji. Hawaumizi akili kwa ajili ya kutafuta namna nyingine za kuishi, bali kila siku wanakuwa wanahitaji uzidi kuwasaidia, hata kama wanaweza kupambana, na wanajihesabia haki kuwa ni jukumu lako kuwasaidia. Na tabia hii ndugu zetu wa Kiafrika wanayo sana. Yani, mmoja kati ya mwanafamilia anapopata mafanikio kidogo tu, ukoo mzima unaanza kumwangalia, kila mtu anahitaji kusaidiwa naye. Hapo ndipo tunaporudishana nyuma, kwa sababu huenda tusingekuwa mzigo kwa mtu yule, angeweza kutimiza malengo yake ama angefika mbali zaidi, lakini badala yake tunageuka na ukoo mzima tunakuwa mzigo wake. Kama nawe ni miongoni mwa watu ambao watu wengi wanategemea misaada kutoka kwao, jaribu kuwa makini, kwa sababu kitendo cha kuendelea kuonesha wewe ni mtu mwenye mafanikio kitazidi kuwafanya ndugu, rafiki na jamaa zako waanze kuhitaji misaada zaidi kutoka kwako, jambo ambalo kwa namna moja au nyingine litaanza kukurudisha nyuma. Hakikisha mafanikio yako wakati mwingine yanakuwa siri. Kipato ambacho unakipata wakati mwingine kifiche, usiache macho ya watu wakakiona, kwa sababu kitakuwa kigezo ambacho watakitumia kuanza kuhitaji msaada hata katika wakati ambao hawana shida za ukweli. Namba 5, kuwa mbinafsi katika kutoa taarifa za njia ambazo unazipitia katika safari yako ya mafanikio. Mwanadamu anapoanza kufanikiwa, watu wengi wataanza kumuuliza, hivi unafanyaje? Unatumia njia gani? Kama hauko makini, utajikuta unaanza kumueleza kila mtu njia ambazo unazitumia kwa ajili ya kuyafikia mafanikio ambayo umeanza kuyapata. Jambo hilo ni hatari sana, kwa sababu kama nilivyokuambia, si kila mwanadamu ambaye anacheka na wewe basi anafurahia mafanikio yako.
Asilimia kubwa ya wanadamu wanaocheka na wewe hawafurahii mafanikio yako, badala yake watakwenda mbele ya njia ambazo umewaelezea, watakuwekea vikwazo mbalimbali na mwisho wa siku watafanikiwa kuizuia safari yako ya mafanikio, kwa sababu asilimia kubwa ya watu wanaocheka na wewe furaha yao ni kuona unapitia katika maanguko, na hiyo ndio itakuwa adhima yao. Kwa sababu unahitaji kuwa mshindi, hakikisha njia ambazo unazitumia kufanikiwa zinakuwa siri. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakia wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.